majina naitwa Magambo Samuel, ni mjiolojia kutoka Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania kwa maana TPDC. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuonyesha katika maonyesho ya Sabasaba, maonyesho ya kibiashara ya Sabasaba ya miaka 50. Lengo ni kuonyesha na kutoa elimu kwa Watanzania juu ya shughuli ambazo TPDC inafanya kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2015. Kwa sasa kama Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC tuna mradi wa uchorongaji wa visima vitatu, ambapo kisima viwili vimeshakamilika na kimoja kinaendelea, kisima cha utafiti kimoja kinaendelea kuchorongwa. Na lengo la visima hivi viwili ni kuhakikisha kwamba tunaongeza gesi katika kile kitalu cha Mnazi Bay. Kama ambavyo nimeeleza kwamba Mnazi Bay ni kitalu ambacho kinaendeshwa chini ya kampuni inaitwa MMP kwa ubia na TPDC. Kwa maana MMP na 60% na TPDC na 40%. Sasa zipo shughuli ambazo zinaendelea kama ambavyo nimeeleza kwamba tunachoronga visima vitatu, viwili ambavyo lengo lake ni kuongeza gesi na kimoja ni kubaini mashapo mengine mapya ya upatikanaji wa gesi. Hatua hii inaendelea na kisima kimoja kisima kina uwezo wa kuzalisha futi milioni 40 za ujazo wa gesi, na kingine kina uwezo wa kuzalisha milioni 60 za gesi kwa siku. Sasa uchorongaji wa visima unaendelea maeneo ya Mtwara, na tunavyoongea wataalamu wapo kule kwa kushirikiana na wadau ambao wamepewa dhamana hiyo ya utafiti wa kuendesha visima kwa maana kampuni ya uchimbaji. Lipo eneo jingine ambapo TPDC pia inafanya kwa sasa kwa kushirikiana na mwekezaji ambaye ni Ara Petroleum. Kitalu kinaitwa kitalu cha Ruvuma PSA, ambayo ndo inafahamika kama Ntoria Field. Eneo hilo lina visima viwili kwa sasa kwa maana Ntoria 1 na Ntoria 2, na eneo hilo limekuwa na ugunduzi mkubwa wa gesi, na kwa sasa Ara Petroleum kwa kushirikiana na TPDC tunajenga bomba la kutoka kwenye visima vile kwenda kwenye processing plant ya Madimba inayomilikiwa na TPDC, na urefu wa bomba ile ni takriban kilomita 34.2 ambao lina ukubwa wa diameter ya 14. Lengo ni kuitoa ile gesi ambayo imegundulika katika kitalu cha Ntoria, kitalu cha Ruvuma ambao ndo kwenye Ntoria Field kuja kwenye processing plant ya TPDC kwa kusafishwa na baadaye kuingizwa kwenye bomba kuu linalotoka Mtwara kuja Dar es Salaam. Kwa shughuli hiyo inaendelea kufanyika na mategemeo na kwamba shughuli hii ya ujenzi wa bomba itakamilika mwezi kati ya Novemba mpaka Disemba. Basi na connection ya gesi kutoka kwenye visima kuja kwenye bomba inatarajiwa kuwa ni mwezi Disemba mwaka huu. Kwa kutakuwa kuna ongezeko kubwa la gesi kutoka kwenye vile visima ambavyo tumegundua gesi kuja kwenye bomba letu hili la bomba kuu, na baadaye TANESCO na matumizi mengi TANESCO kuhitaji gesi na kuzalisha umeme, na baadaye gesi hiyo itatumika katika matumizi mengine kama ambavyo nimeelezea kwenye viwanda, kwenye magari na kwenye majumba. Kwa majina naitwa Daudi Enoki, ni mhandisi mitambo, natokea kampuni ya Gasco ambayo ni kampuni tanzu ya Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC. Gasco ni kampuni ambayo imepewa majukumu na TPDC ya kuendesha, kutunza na matengenezo ya miundombinu ya gesi asilia. Nikisema miundombinu ya gesi asilia namaanisha tuna processing plant mbili, ambayo moja iko Mtwara eneo la Madimba yenye uwezo wa kuchakata gesi kiwango cha milioni 210 futi za ujazo kwa siku, na nyingine iko Lindi eneo la Songosongo yenye uwezo wa kuchakata gesi kiwango cha futi za ujazo milioni 140. Na baada ya gesi kuwa imechakatwa inasafirishwa na bomba kutoka huko mpaka Kinyerezi tayari kwa ajili ya matumizi. Bomba letu lina uwezo wa kusafirisha gesi kiwango cha futi za ujazo 784 kwa siku.
Miundombinu hiyo Gasco ndio amekabidhiwa dhamana kama nilivyosema, kwa ajili ya kufanya hizo shughuli za matengenezo, usimamizi na uendeshaji. Lakini kizuri zaidi ni kwamba shughuli hizo zinafanywa na wazawa, na sasa hivi tunajivunia kwamba tuna zaidi ya miaka 10 kuanzia Gasco imepewa dhamana hiyo ya kutunza miundombinu hiyo. Mpaka sasa hatujawahi kupata hitilafu kiasi cha kusababisha kwamba watumiaji akiwepo mteja wetu mkubwa TANESCO, ambayo kama tunavyojua asilimia zaidi ya 60 ya umeme tunao upata nchini unatokana na gesi asilia. Kwa hiyo hatujawahi kupata changamoto, na kazi hizo zote zinafanywa na mainjinia wazawa. Sambamba na hilo, Gasco pia imesajiliwa kama contractor class 1 ambaye ana uwezo wa kutengeneza miundombinu mipya pale ambapo mteja anakuwa amepatikana.